Bwana, asante kwa ajili ya neema hii ambayo amekupatia. Walibariki jina lako Yesu, mwana wa Mungu, kwa kupa sifa za mioyo yetu, kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu umetutendea ya ajabu, kwa kipawa cha uzima, kwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa matendo yako ya ajabu, kwa maana wewe ni mwema Bwana Yesu. Twalibariki jina hili, twaliinua jina hili, twalisifu jina hili. Baba, ibada hii barikiwe ni wewe. Watembelee wanaoangalia wakiwa nyumbani, wakuse mioyo yao, inua tena nafsi zao. Baba, tunakupatia sadaka ya makofi. Kwa jina la Yesu tumeomba tukisema amen. Basi tunawasalimu kwa jina la Yesu popote mlipo kule kwenu majumbani. Tunaomba walio wachache hapa wakae. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya vile Mungu anakutendea kule uliko. Tunashukuru kwamba unatizama. Tunashukuru kwamba unabarikiwa. Tunashukuru kwa sababu ya comment zako. Tunaomba ushiriki na wenzako ujumbe huu, maana ni ujumbe ambao utabadilisha maisha yako. Maisha yako hayatabaki vile yalivyo. Nina imani, ninapoongea nina imani. Najua ya kwamba kipindi hiki kimekuwa kigumu kwa kanisa, kwa watu wanaoabudu kimekuwa kigumu kwao, lakini hata katika mambo yote Biblia inasema katika mambo yote sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Na ushindi wetu si wa kubahatisha. Hatubahatishi, maana Yesu alitushindia. Yesu ndiye mshindi wetu. Kweli kabisa, kumekuwa na lockdown lakini Roho Mtakatifu hajakuwa locked down. Kumekuwa na lockdown lakini anointing hajakuwa locked down. Kumekuwa na lockdown lakini bado Bwana amekuwa mwema. Ametulisha, ametuvisha, ametupigania. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa yote. Wewe pale ulipo, mshukuru Mungu. Kuna wengine lockdown hii imewalock mpaka na uwepo wa Mungu wamekuwa locked mpaka sasa hatutawaona kabisa. Wameenda, maana wamekuwa locked kabisa. Wewe na mimi tuko hai. Tunajifundisha juu ya kupambana na roho ya uoga. Uoga una hisia, lakini uoga si hisia. Tumesema uoga ni roho. Na hiyo roho ikikuvamia, unasikia hisia za uoga. Kama vile ukivamiwa ni roho ya ugonjwa, wasikia hisia, viungo vinauma, kichwa kinauma, mwili kulegea, joto la mwili. Hizo ni hisia. Ni dalili ya kuwa umevamiwa na roho ya maradhi. Kwa hivyo uoga si sehemu ya wateule. Uoga, Biblia inasema ninapowaogopa wanadamu ama napoogopa, basi mimi sifai kuwa mtumwa wa Yesu. Kuna watu wanaogopa wengine, wanaogopa kuongea ukweli. Wanaogopa kuongea ukweli sababu wanaona wakiongea ukweli basi itawatia mashakani. Wanaogopa kuongea ukweli kwa maana wakiongea ukweli pengine watakosa donge nono. Wanaogopa kuongea ukweli. Kuna watu wanaogopa hali, kuna watu wanaogopa vitu, kuna watu wanaogopa hata usiku wakilala hawazimi taa. Nasikii wanalala namna gani, maana ukifunga macho bado waona giza. Sasa na umewacha taa inawaka na wewe mwenyewe unafunga macho. Lakini kwa sababu ya uoga wanaogopa, hata wanaenda msalani wana mikebe yao huko ndani ya chumba. Maana choo ni ya nje na yeye ni mwoga. Kwa hiyo ameweka beseni la kujisaidia, ni kama yuko korokoroni pale kwake nyumbani. Uoga umemfanya anaenda haja kwa mkebe, yuko korokoroni. Ni uoga. Maana giza halili mtu. Lakini uoga umemwambia ukitoka nje bisha mambo yako. Kwa hivyo uoga unampa sauti. Anasikia sauti za watu, hata watu kama wanacheka, anasikia huyo kamata. Kwa hivyo ameingiwa ni uoga.
Uoga ni mbaya. Uoga ni roho ya shetani. Ukiwa mwoga huwezi kuchukua hatua yoyote. Siku ile niliposhikwa ni diabetes. Na diabetic ikikushika wewe unakuwa mtu wa kula saa zote. Nikawa nikifunga, nikifika saa 4 nasikia ni kama roho inataka kunitoka. Natokwa na majasho, viungo vinalegea. Na sikujua ni ugonjwa gani mpaka nilipoenda kwa daktari Njiri akaniambia ni diabetes. Sasa kufunga ingekuwa ni shida. Lakini maana siogopi. Nikaenda nikafunga kwa siku 3 kama. Na diabetes ilinitoka kama kivuli. Niliona siku ile natoka mchana kitu kama saa 7. Hapo ndio nilikuwa nife siku ya 3. Na nikaiona ikitoka ikaenda zake. Na haijarudia tena. Uoga. Daktari amekupa mrundo wa madawa mengi. Madawa. Nakula kama njugu. Madawa. Mengine ya kutafuna, mengine ya kumumunya, mengine ya kumeza. Madawa mengi. Na imani inakwambia chukua hatua. Na hii daktari alikwambia ukiacha hivi basi tumbo yako inapasuka pa. Kwa hivyo naendelea kula. Naendelea kula, unasema nala kwa imani. Nala kwa imani. Ni sawa, lakini unala kwa maana uoga. Ungechukua hatua. Ungeatupa chooni kama ilivyoatupa chooni yangu. Wakati ule nimeshikwa ni vidonda vya tumbo. Nikafunga hapa, nilala hapa siku 3. Nasikia 3 kamwambia mama nitengeze pilipili na pilau kinyume cha maagizo ya daktari. Nikachukua hatua. Maana siogopi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa kuna vitu na vichukulia hatua. Siogopi kufa. Maana sikuumbwa nife. Yesu alikufa ili niishi. Maana siogopi mambo ya kufa tena. Alikufa ili niishi. Mpaka wakati ule nitajua. Wakati naondoka sasa najua nani. Lakini wakati wa vita ni vita, najua hivi ni vita na nini vishindi. Kwa hivyo napambana nayo. Haleluya! Kwa hivyo usiogope pale nyumbani. Na usiwe looked down roho yako. Usiwe looked down na uwepo wa Mungu. Usiwe looked down na maombi. Usiwe looked down na ibada. Laiti ungesema nina kubwa nikaisikia imeingia hapa, ningeshukuru sana. Ila tu uko mbali. Wewe unaniona mwenzangu mimi sikuoni, lakini nakuhisi. Na kwa sababu hiyo ndio nakwambia usiogope. Kama uko karibu na mke wako pale na watoto, waangalie kwa macho na waambie usiogope. Kama ni watoto waambie shule zitafunguliwa, usiogope. Kama ni ulikuwa unatarajia kuolewa, unamwambia pia ndoa zitafunguliwa, usiogope. Unamwambia mtu kitu, usiogope. Uoga ni roho ya shetani. Uoga ni roho huja ikaua mtu. Uoga mbaya sana. Uoga hukimbia hata kabla hajafukuzwa. Uoga hukimbia hata kabla hajafukuzwa. Nilikuelezea siku ile naenda hospitali Msambweni na nimechawa ni uoga. Lakini urauke saa 10:30. Utembee kwa lisali moja kufika Msambweni hospitali. Na kuna ziwa moja mahali huwa na viboko wanakuja wakilisha. Na nyati huja wakilisha wakati wa jua kali, wakati wa ukame nini. Na nikaenda nikaona kishirabu tu kwa kona hii. Na nikaangalia nikajua ni nyati. Ana stage alifuata. Ilikuwa saa 11 asubuhi. Na mimi nikaondoka tayari, nikasimama kwenye kola mkorosho. Nikajua yule akifiatuka pale atafika hapa, mimi nami niko juu huko. So nikakaa pale chonjo na ngojea afiatuke na afiatuke. Mpaka 12 hivi gari inakuja sasa. Unaona nimechelewesha almost 45 minutes. Gari ilipokuja ikamulika mataa hivi, hata nikashirabu tukamuti. Lakini mimi nilikuwa naona pua, nilikuwa naona pembe, nilikuwa naona macho ya nyati. Uoga ukupatia picha ambazo hazipo. Uoga ukikuingia waona kifo tu. Waona kwamba utakufa kesho kutwa. Uoga. Wewe uliumbwa uishi. Ulipookoka ulikuja
katika maeneo ya kuwa ni uishi, kisha ujichache huku, usiwekewe limitation tena. Zamani ulipokuwa hujaokoka uliambiwa usile chumvi, utashikwa na ugonjwa wa chumvi. Ukilamba sukari, usile sukari, utashikwa ugonjwa wa sukari. Usile hiyo, utashikwa sijui ni mshipa. Ukawa na restriction nyingi. Sasa umekuja kwa Yesu anayesema chakula utakaswa kwa neno la maombi. Usiwe mwoga, usiogope. Biblia inasema Timotheo wa 2:1-7, maana Mungu hakutupatia roho ya uoga, bali roho ya nguvu, tena roho ya upendo na roho ya akili timamu. Kumbe uoga ni roho, uoga ni roho. Na uoga ukupingia, unashindwa kuchukua hatua ya imani. Imani inahatarisha, imani yatishia usalama. Imani, wewe fikiria Danieli na wale wenzake wanaambiwa tutawarusha kwa tundu la simba, na wale simba wanaambiwa walikuwa ni expert, wakirushwa mtu hivi haanguki chini, anararuliwa juu. Na hawa vijana wanasema, mfalme, juu ya swala hilo hatuhitaji kujibizana, Mungu wetu atatutetea, na hata asipotutetea bado swala hili hatujibizana. Watu wasio waoga, tunataka watu ambao ni majasiri, wanaweza wakakabiliana na kuleta mabadiliko katika taifa hili la Kenya, ambao watakabiliana na kila kitu cha kishetani. Sikieni niwaambie wapendwa, hili taifa lahitaji maombi mazito. Yale mambo yanayotendeka katika nyanja za kisiasa si mambo mazuri hata kidogo. Shetani anaendelea kuwaweka watu katika chuki mbaya sana. Wanaendelea kuchukiana, na ile inaitwa BBI haijaleta uwiano katika taifa hili hata kidogo. Imeleta migawanyiko, imeleta chuki, imeleta matengano. Naongea hivi kama mtumwa wa Yesu. Na sisi kama kanisa hatuhitaji tuunge mkono wanasiasa hawa ama wale, ama kwa ajili ya ukabila. Tunahitaji tusimame na neno la Bwana na tutangaze nguvu za Mungu. So wapendwa, roho ya uoga ni roho, uoga si hisia. Lazima tukabili. Uoga ni roho, uoga si hisia. Uoga ukikuingia unakupatia picha mbovu za kile unachokiogopa. Uoga ukikuingia, imani inatoweka. Imani inatoweka. Unakuwa huwezi kuchukua hatua ya imani, maana unaogopa. Huwezi kuchukua hatua ya imani. Kwa sababu gani? Unaogopa. Uoga unaingia kwa jinsi gani? Kwa jinsi mbili. Ya kwanza, kwa maneno ya kusikia, na ya pili, kwa vitu vya kuona. Uoga unatupata kwa sababu ya maneno yanayoongewa ya kusikia, ama vitu unavyoviona. Unashikwa ni uoga. Goliathi ili awaogofye wana wa Israeli aliongea maneno akiwatukana, na akasema kama kuna mwanaume katikati yenu atoke aje apigane na mimi. Na hii ikaleta uoga. Jehoshafat aliambiwa, hakuona, aliambiwa kuna jeshi kubwa limekuja kukuzingira, na hiyo ikamtia uoga, akaenda kujificha. Senakeribu alikuja akaongea kwa lugha ya Kiebrania, akiwatishia wana wa Israeli, akiwauliza ni Mungu nani huyo atakayewatetea na mkono wa mfalme, ambaye wafalme wote hapa wamemsujudia mfalme huyu. Kama hamtaki vita, salimuni amri. Akaambiwa haya, akamwambieni ni sawa aliyoyaongea. Kesho akarudi akasema, mfalme amenituma tena. Huyu alikuwa mjemadari. Akasema, nimeambiwa nizunguke katika nyumba yako we mfalme, na chochote kitakachonipendeza machoni nikitwae nimpelekee. Akaambiwa ni sawa bwana wangu. Akasema, sasa sikie, haya ndiyo maneno anenayo mfalme, kwamba mali yako ni yangu
watoto wako ni wangu na mke wako ni wangu. Ikamfika kitu, akaona sasa hata kama ni mwoga, lakini hapa lazima tende kitu. Ukiogopa kidogo, shetani ataongezea. Ukiendelea kuogopa, hata kile ulichotia kinywani atakitoa. Wakachukua hizo barua kina Hezekia, wakaenda zisoma mbele za Bwana, ili Bwana watetee. Ni nini unachoogopa katika lockdown hii? Waogopa nini? Mwandame adui yako, kumbana naye uso kwa uso, mnenee neno la Bwana. Adui ya yeyote anaelewa neno la Bwana. Jana nilikuwa natiwa moyo na mtu mmoja ambaye alikuwa shaki zamani. Huyu bwana katika mtaa wao ukaja Wakristo wale wanaofanya mihadhara. Wakristo wale wanafanya mihadhara. Na alipokuja wale Wakristo wanaofanya mihadhara, kikundi kikakasirika. Kwa nini wanakufuru hawa kumwita Yesu ni Bwana? Kwa hivyo wakapanga kwenda kuwamaliza hawa. Kwanza wakaenda kwa serikali kuwazuia, wakashinda. Wakapanga kwenda kuwamaliza. Nasema usiku ule walipoenda pale mahali wanapolala, wakakuta pote jabali la mawe, hata hakuna nyumba. Kesho yake wakajaribu tena, wakaenda pata ni mlima mkubwa, hapo mahali pote hata hakuna nyumba. Sasa mwisho wakasema tutatumia mashetani kwetu. Walipoyatuma yakarudi, wakafa. Wengine wakateka. Sasa huyu bwana ameokoka sasa. Yeye alikuwa anaelezea elimu zake alizokuwa anafanya. Nasema hata elimu ya kutoa mtoto tumboni mwa mama wanaijua, na kumwekea kitu chengine. Nasikia mama amezaa mbuzi, amezaa sijui kuku, kwa ni kazi yetu. Tunachukua ule mtoto tunafanya kafara, yeye tunamfanya vitu vingine. So huyu bwana nao wakaingia ili wawazime hao. Nataka kuonyesha kwamba wewe ni mtu hugusiki, una ulinzi wa Mungu. Hata usiku wa leo inawezekana kuna vitu umefanyiwa na wewe kuvihisi. Malaika tu ndio wamehusika navyo, wamekushughulikia. Wewe ungejua hili, ungejua kwamba wewe ni mtu muhimu sana. So hawa mabwana nao wakajaribu, wakatuma vitu vyao. Walikuwa 8, 6 wakaanguka chini. Huyu mmoja akasikia sauti na mwambia, unaona nimekubakisha, maana nimekuchagua, nenda ukaolewe. Maana na yeye sasa vimemgeuka. Akaenda akaokoka, leo anahubiri Injili. Sikia nikwambie, kupasi kuogopa. Maana sisi wengine tulipaswa kufa zamani, lakini tumelindwa na nguvu ya Mungu. Hata vitu vingine hatuvijui vilitendeka namna gani, lakini kwa wazima. Biblia inasema hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana, tasoma kwa Kiswahili ili yule anayenisikiliza akapate hii. Yaani hatupaswi kuogopa hata dunia ikitetemeka, hata kukiendaje. Hii Kenya si ya wanasiasa. Hii Kenya ni ya watu wa Mungu. Hii Kenya ni mali ya Mungu, na anayetawala Kenya ni Mungu mwenyewe. Hii Kenya. Biblia inasema hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari kuanzia wa 16. Anasema hivi Mtume Yohana, nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini Mungu ni pendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, ili tuwe na ujasiri wakati tunapambana na mashetani, ili tuwe na ujasiri wakati wa vita, tuwe na ujasiri. Kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo hapa ulimwenguni.
Kama Mungu anakimbia mapepo, na sisi tupaswa kuyakimbia, maana hapa sisi ndio wawakilishi. Kama Mungu anauma ni kichwa, basi hiyo ni nafasi yetu na siku mwana kichwa. Kama Mungu hana diabetes, wewe kuibeba ni hatia kabisa. Na narudia tena kabisa. Mimi ninayeongea si malaika. Mimi ni mtu kama wewe. Nina mwili na nyama kama wewe. Na mimi nimekataa kila aina ya ugonjwa kwa mwili wangu. Nimekataa. Hata shetani anajua hivi. Na hata mwili wenyewe unajua hivi. Unajua kwamba ugonjwa haukusiwi hapa, ni ligo ukaa hapa. Ubepana nao wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne, mpaka kama mwezi poto uanze tena. Wewe kuna tembe na kula tembe na kula tembe. Una hata wakati wa kufunga, maana ni tembe, na hiyo tembe moja inahitaji kilo moja ya nyama. Sasa hapa kai kuku pale kweli. Hapa kai pepo yana amekuwekea program mbaya sana. Ni mbaya sana. Lazima ufikie mahali useme. Kuna msemo kule duniani unasema kufa gari kufa dereva. Ni maamuzi hayo ya kwamba sasa hapa napita ama napita nani. Nipishwe ama nipite nani. Imani ufikia mahali kama kusema hiki kitu usikibebi tena. Yesu kama ulikithia na kama ulilipa gharama na hatia, ukafanywa kuwa dhambi, ukafanywa kuwa laana, ukafanywa kuwa kitu kisichokuwa kwa ajili yako, leo hii nakataa. Naongea kwa ajili yako. Yawezekana promotion yako imeketiwa na mtu fulani, aliongea maneno ikawa sheria. Yawezekana hupati watoto kwa sababu ya maneno yaliyoongewa yakawa sheria. Sikieni kwa mimi. Unaweza ukavuka huo mpaka kabisa. Unaweza, hakuna alinalomshinda Bwana. Hakuna. Biblia inasema pendo lolote limetupa nje hofu, maana hofu ina mateso. Hofu ina mateso. Hofu ikikuingia unakosa ujasiri. Hofu ikikuingia unakosa kuchukua hatua. Hofu ikikuingia unakuwa kati, unakuwa mtumwa wa hiyo hofu, ndio inakutawala. Hofu ikikuingia waongea lugha yako. Mimi ni mwanadamu, mimi ni udongo. Ulikuwa unataka uwe mti, ungekuwa gongo la mti, ungetembea namna gani? Watu wote walioshinda ni kama wewe. Watu wote ambao wameshinda walikuwa na nyama kama yako na mifupa kama yako. Tofauti ni ndani yao walivyojialai na neno la Mungu. Wanawake kwa wanaume. Esther kumetolewa sheria kali, na wamejua sheria hii ni tutakufa. Na hakuna wezaye akamwona mfalme isipokuwa awe ametumukwa ni mfalme. Lakini Esther anafunga na kuomba, alafu anaikabili ile hali. Na anasema kama ni kufa nifu. Nimekuambia kufa gari kufa dereva. Sasa ukiwa na hofu, hilo huwezi kulifanya. Ukiwa na hofu huwezi kulifanya. Siku ile niliyokuwa nafunga na niko na diabetes, wapendwa, hiyo nilikuwa nife. Maana ilikuwa kawaida nikifunga niwe na glucose ama na peremende na mumunya, maana ishiwa ni nguvu kabisa. Sasa just imagine siku ile nikasema sitakula na sitakunywa, na hii kitu inaenda. Na nilipofika saa 4 nikasikia vile ninavyosikia. Na nikasema unaenda hapa hukai. Ulikuja bila peremende, ulikuja bila diet, utaenda bila diet. Yaani unaenda hiyo kitu. Hakuna kitu utakichukia kutoka moyoni na kipato. Hakuna. Chochote ukikichukia kutoka moyoni, alafu kiombea,
kinaenda. Si kitu, hata mtu mwenyewe. Kuzuke mtu ambaye ana mapepo yake anakupiga vita. Mpaka ifike siku useme huyu kwa nini alitumwa, ni pepo ama ni mwana wa pepo ama inakuwaje? Na upige dua ambayo kule ndani tayari kuna ile bitterness kama ya Hana. Kuna ule uchungu kama wa Hana. Huyo anaenda habari hata njiani mwako tena. Amekuzuia siku nyingi maana umemwogopa. Amekuzuia siku nyingi maana umemwogopa. Umefanya negotiation na yeye. Umefanya makubaliano na yeye. Sikia niwaambie wapendwa. Kufa tutakufa. Kama Kristo akikawia na miaka yetu pale ilipo, tutakufa. Na hatuhitaji kuogopa, maana hata kukufa kukifika utasikia kukufurahikia kwamba sasa unahamishwa kutoka hapa kwenda katika ulimwengu wa milele, ambapo hutakuwa na uchovu tena, hutakuwa na magonjwa, hutakuwa na broken penicillin, hutakuwa na capsules. Unajua hakula mringa, kula yuna kunywa kabisa. Hii basi ndio yenyewe hii. Hakuna miringa huko. Nyie namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hakutakuwa na mateso. Kule ni furaha ya milele. Ibada ya mfululizo, furaha ya milele. Tukishangilia. Jana nilikuwa naona mtu mwingine anaeleza maono aliyoyaona, anasema alitoweka na akaona ametokelezea mbinguni. Na akawa anakuintroduce wale mitume na manabii. Naambiwa huyu ni Musa, huyu ni Elijah, huyu ni Ibrahim, huyu ni nani. Anasema kule mahali ni kuzuri. Mama alikuwa na wimbo anaopenda kuimba. Siku zote ni mchana, ni nchi ya raha. Wala machozi hapana, ni nchi ya raha. Walioko wauona uso wake Mwokozi. Tena jua jengine hapana, ni nchi ya raha. Woga lazima ukamiliwe. Woga ukiingia unakuongelesha lugha ya kishetani. Unatoa ujasiri, unakuwa huwezi kuchukua hatua ya imani. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Yakobo, ni Petero, waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 5. Petero anaongea maneno haya. Mstari wa 8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka kitafuta mtu ili amrarue. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yaliyotimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani pia. Anasema muwe na kiasi na kukesha. Kizungu anaongea vizuri, anasema be alert and be vigilant. Be sober and be vigilant. Maana mshitaki wenu, shetani ni mshitaki. Shetani utatenda kitu akose kukushtaki. Sikia. Roho hii ya uoga si kwamba kuvamia washirika peke yake. Kuvamia hata wahubiri. Inakuvamia na unasikia sauti zinakuongelesha. Na unaona picha halisi ya vile itakavyokuwa. Na ukikubaliana nayo umeipatia mamlaka ya kutekeleza kilichotaka. Petro anasema ni kama simba angurumaye, akizunguka amtafute mtu amrarue. Simba anaponguruma huwa anatangaza uweza wa utawala wake katika eneo lile, na kwamba wanyama wote walio katika eneo lile wako katika mamlaka yake. Shetani ataongea vitu ambavyo ni vya kukuogofya, aidha kwa akili yako
ama utavisikia vikiongewa ni watu, ama utaviona kwa runinga, utavisoma kwa magazeti, lakini ni vitu vya kishetani. Lazima vikabiliwe. Usipovikabili, unakuendelea kuviwaza, vinajenga kitu ndani. Roho yoyote ikwambiayo huwezi maana mwanadamu ni roho ya shetani. Kwani wewe si mwanadamu wa kawaida. Na kama uelewi hilo, kasome Zaburi ya 82. Inakuelezea kwamba wewe si mwanadamu wa kawaida. Wewe una pumzi ya Mungu. Wewe ulizaliwa na Mungu. Wewe una roho ya Mungu. Wewe una nguvu za Mungu. Wewe una imani ya kiungu. Wewe si mtu wa kawaida. Ndio maana nikaandika kile kitabu Supernatural Life, Supernatural Living. Sasa kwa maana wewe umeokoka, umetolewa kutoka mautini ukaingia uzimani, sasa lazima ujijue wewe ni nani. Hiyo iongee na kuikiri kila wakati. Na ndio anazunguka akiongea maneno. Akiongea maneno, utaolewa nani wewe? Utapata kazi kweli wewe? Utakufa. Unaona kigusa hiyo tumbo kuna uvimbe huo. Huo ni uvimbe. Mambo yako kwisha. Unaenda hivi. Kikoa kidogo. Unaona? Nenda kapima. Na usiende hospitali kule. Nenda huko kwa vibanda huko kwa pingo huko kwa chemist. Utaenda wewe kwa quarantine. Ni roho ya hofu. Roho ya hofu inafanya watu hawasalimiani. Yuko. Kamba ni nani? Roho ya kifarisayo. Roho ya shetani. Hii corona ni roho ya shetani. Naomba sauti nzuri bwana. Usininyonge kwa. Nakukuza sauti yako. Ni roho ya shetani. Hizi sheria zinazotungwa ni World Health Organization, nyingi ya hizi sheria za shetani. Nyingi ya hizi sheria ni za kishetani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sisi si watu wa kuogopa hiyo. Sheria tutazitii kama maandiko yanavyotuambia, lakini hatutii kwa maana tunaogopa. Hatuvai barakoa kwa maana twaogopa. Twavaa barakoa kwa maana tumeambiwa tufaa. Hatupeani mikono kwa maana tunaogopa. Twafanya hivyo kwa maana tumeambiwa tufanye. Lazima watu waelewe. Hao wenyewe wanatuambia hivyo, wanapigana bungeni, wanashikana mieleka. Hiyo social distance iko hapo. Ninyi hamuelewi. Kuna wahubiri wako madhabahuni kwa kutafuta pesa. Kuna wahubiri wanahubiri maana ni wahubiri. Ukiwaweka kizimbani watahubiri. Ili wasihubiri ni watenge na watu wote, alafu waanze kuandika. Akina Watchman Nee walifungwa na kufungwa, na akifungwa akijafunguliwa gereza karibu lote wameokoka. Cha kufanya walitomfanyia Watchman Nee ni kumkata ulimi ili asiongee. Akaanza kuandika vitabu. Vitabu vya Watchman Nee vinaheshimiwa duniani kote. Paulo nyaraka hizi nyingi alishaandika akiwa gerezani. Wapendwa, tumeokoka, tuliitwa na Bwana. Hatuko hapa kwa ajenda nyingine. Ajenda yetu ni shetani awaachilie watu wa Bwana kote duniani. Hii ndio ajenda tulio. Watu wafunguliwe, watu wawekwe huru.
Na hii kitu ya lockdown inaisha. Hata shetani akisemaje inaisha. Hata wakitunga sheria gani itaisha. Haitaendelea. Imelaaniwa duniani kote na wahubiri. Walio waoga wametangaza jinsi ya vile watu wanapaswa kurudi kanisani. Na ndio hata kwaya isiimbe iwe nafanya kwa recorded, unakuja tu hapo na sikia hiyo recording basi. Nasema tusiwekewe restriction nyingi. Mbona supermarket hawafanyi hivi? Msituhadai. Msituhadai. Ibada ya wale supermarket hapa naenda asubuhi naangalia na wanaingia na kutoka, naingia na kukurubana na kutoka, wanaingia na kutoka. Pale open market kwa Charwamai wanaingia na kwanza asubuhi ni msongamano, maana ndio yale malori yameleta. Tafadhali tunawaombea. Tunawaheshimuni, tunawapenda, tunawaombea, lakini hatutishiki. Sisi tulioitwa hatutishiki. Amen. Sisi tulioitwa hatutishiki. Tumejaa Roho kwa jina ya Bwana. Twasikia utu huko ndani. Nilikuwa nikasikia mwingine anashuhudia, mimi basi nasikia utu sana, kisha utu akumpenda Yesu. Basi hata mimi kama utu na usikie. Alishuhudia nikamsikia kwa mkesha. Ndio ashuhudia dada. Sasa mimi nasikia utu, basi utu Mungu akumpenda Yesu. Nikaangalia utu basi kama akumpenda Yesu akahivi. Nikasema haya sawa. Lakini hata mimi mwenyewe nasikia utu. Na utu umenifanya kwa mtu wa utu. Bwana asifiwe. Biblia inasema nikimalizia, japo tunatembea katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Bwana kuangusha ngome. Ngome ni mfumo wa imani, ni mfumo wa mafundisho, ni mfumo wa mawazo ambayo unakusadikisha vitu ambavyo si vya Biblia na ukaviamini. Hiyo ndio ngome. Unasadikishwa vitu. Ndio maana Biblia inasema tukipambana na malumbano katika akili yako, malumbano yanayokuonyesha kwamba huwezi kufanya hivi. Maana wewe ni mwanamke, huwezi ukawa mhubiri, huwezi kuishi maisha ya utakatifu. Hizo ni ngome na malumbano ndani ya akili yako. Ukiteka nyara kila wazo na kulileta kwa utii wa Yesu Kristo. How do you do that? By singing praise to the Lord, by declaring the word of God upon your life, kwa kutangaza sifa za Mungu. Kwa hivyo mpendwa, usiogope. Lockdown hii usiwe locked kiroho, usiwe locked kiibada. Fanya ibada yako kwa dhati pale nyumbani. Imba na watoto wako, rukeni. Chagua yule ambaye anaweza kuongoza sifa vizuri na aongoze. Wapatie neno. Ombeni. Mungu wetu yu karibu kututendea muujiza. Nguvu zote za giza zimeshindwa. Nuru ya Bwana itakuangazia mahali ulipo. Utukufu wake utakutangulia. Kila aliyesimama kinyume nawe Bwana atamwangusha chini. Nguvu ya Mungu itakutawala. Bwana atakuwa mwanga wako wakati wa giza. Bwana atakutangulia na kuamuru baraka yake juu yako.
Hautaogopa jeshi linapoinuka, maana Bwana atakutangulia. Atayavunja mapingo ya chuma, atakutengezea njia mahali pasipo njia. Jangwa lako atalifanya kama waridi, na utukufu wa Bwana utakuangazia. Utatembea katika umande wa manyunyu ya mbinguni, na utahisi nguvu za Mungu na kusikia sauti nyuma yako ikwambia hii ndiyo njia iendee. Hautaogopa mabaya yanapokuja. Mabaya yanapokuja ni ushuhuda unaandaliwa. Unajua Bwana anatengezea ushuhuda, na hautaogopa. Utalikiri neno la Bwana, utamwambia adui unakuja kwa njia moja, utaenda kwa njia 7. Imeandikwa, kila mkao ambao unakaa kinyume nami hautafanikiwa, utatawanyika. Na kila mtu ambaye atasimama kunihukumu, Bwana atamhukumu kwa makosa. Na kwa hivyo wewe kwa ulimi wako unatangaza hukumu yake. Sikiani kuambia, wewe ni jitu kubwa, una ulinzi wa kiungu unakuzingira. Mungu anakuzingira kila upande, na upaswi kuogopa. Simama kwa miguu yako tuombe. Simama huko nyumbani tuombe. Nataka niende nikaombe na wewe. Mungu akutendee mema. Inua mikono yako. Mungu Baba, anasema asante kwa ajili ya wapendwa wanaonisikia hapa mpaka Uingereza. Baba, kuna watu wananisikiliza, na wakabidhi mikononi mwako, na waombea ili kusiwe na roho ya uoga ndani mwao. Maana wewe hukutupa roho ya uoga, ulitupa roho ya nguvu, ulitupa roho ya kuwa majasiri. Ninalaani uoga wa kifo, nalaani uoga wa magonjwa, nalaani uoga wa aina zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nazikemea nguvu zote za adui, nacha kinyume na mamlaka yote ya giza. Wewe roho ya mauti, wewe roho ya kifo, wewe roho ya uoga, ninakuona na nakuamuru toka, na kuamurisha toka. Achilia mawazo, achilia hisia, achilia moyo wa yule ndugu, wa yule dada, na leta uzima, na amurisha afya, na amurisha ujasiri, na amurisha utembezi wa Mungu. Asante Bwana kwa ibada hii. Tunakubariki na kukuinua, kwa maana wewe ni mwema. Wabariki wasikilizaji watu wote mahali kokote waliko, na ni kwa jina kuu la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Patie Bwana sadaka ya makofi. Tunawakumbusheni paybill namba yetu. Usisahau kutuma fungu lako la 10, sadaka yako kwa paybill namba hiyo 695157. Your paybill namba yetu. Unaandika account number, jina lako, na Mungu akubariki. Shalom. Tuonane jioni saa 10 wakati wa ibada yetu ya kufunga.